Nice TV, nuru ya Uislamu inakuletea mwangaza wa dini yako. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Baada ya kumshukuru Allah na kuzitaka sala na salamu zimwendee kiongozi wa umma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yeye na watu nyumbani kwake na masahaba zake na kila Muislamu atakayemfuata kwa wema hadi siku ya malipo. Tunamuomba Allah tujalie tuwe miongoni mwa watakaomfuata mtume kwa wema, Allahumma amin. Na ndugu zangu, ni mada yetu ya siku ya leo ya muda mchache, kama tulivyokuwa tumeahidi ya kwamba leo tutazungumzia muonekano wa kimaumbile wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kupitia al-Imam an-Nawawi, na darasa hili limelipata kupitia lugha ya Kifaransa kupitia jamaa ambaye anaitwa Khalid ibn Abdurrahman Ash-Shai, ndiye ambaye aliandaa kwa lugha ya Kifaransa na ndio lugha nyepesi sana kwangu, ingawa Kiarabu bado tunafuatilia inshallah. Kwa hiyo kupitia Imam an-Nawawi alimnukuu maumbile ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, les prophètes n'étaient ni très grands ni petits. Les prophètes n'étaient ni grands ni petits. Asema mtume hakuwa mkubwa sana wala hakuwa mdogo sana. Maana hakuwa mrefu sana wala mfupi. Au kana kimwili kinene sana wala kana mwili mwembamba, hapana. Hapana. Alikuwa na umbile la kati kwa kati, la kawaida tu. La kawaida. Alikuwa si mrefu wala si mnene wala si mfupi, vitu kama hivyo. Anasema ni très blanc ni noir. Hakuwa mweupe sana wala hakuwa mweusi. Alikuwa na ngozi yake ilikuwa inatoa tu nuru, ilikuwa inatoa mwanga wa namna fulani. Lakini hakuwa mweupe sana bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapana, wala hakuwa mweusi. Wala hakuwa mweusi. Ses cheveux n'étaient ni totalement crépus ni totalement lisses. Nywele zake hazikuwa za singa, zile nywele ngumu sana, wala hazikuwa hizi laini sana ambazo mnaita za lende. Nywele zake zilikuwa zilikuwa baina, sio lende wala sio zile za singa ambazo tunazoea kuita hivyo za singa. Sawa? Lorsqu'il décéda, alipofishwa bwana mtume sallam, il n'avait que 20 cheveux blancs sur la tête. Asema alipofishwa bwana mtume sallam, hakuwa isipokuwa na katika nywele nyeupe kichwani mwake zilikuwa ni 20. Zile nywele nyeupe zilikuwa ni 20 kichwani mwake. Sawa, zilikuwa ni 20. Na haya masala ingawa tunazungumzia, mwanachuoni mwingine labda anaweza akizungumzia kwa labda zilikuwa 27 au ngapi, sio ni ajabu. Ni katika hali za jitihada kupishana, lakini kikubwa tu upate mafunzo ya namna alivyokuwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Asema il avait un beau corps. Mtume alikuwa na mwili mzuri sana. Maana yake mwili wake ulikuwa ni mzuri. Alikuwa na mwili mzuri kabisa. Des épaules larges. Pia alikuwa na mabega mapana. Mabega yake yalikuwa mapana. Alikuwa na mabega kusogeleana hivi. Alikuwa na mabega ya kujiachia bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Ses cheveux descendaient parfois jusqu'aux épaules. Asema nywele zake wakati fulani zilikuwa zinashuka mpaka kwenye mabega nywele zake. Kwa hiyo mtume kuna wakati alikuwa anaacha nywele zake zinamiminika mpaka zinafika kwenye mabega. Sio siku moja mmekaa hapa mmemwona shehe ana nywele nyingi, mkasema shehe anajifanisha na wanawake. Nywele mtu kiamua kuzifuga, zifuge, lakini zipe haki yake.
zifanyie usafi, ziweke mafuta, zikae katika hali nzuri. Sio moja katika masiku amekuja mtu hapa nywele zake amezilaza mpaka huku. Akasema ushembo kwa vile wanawake Mtume alikuwa akifanya hivyo mara moja, nywele zake wakiziachia mpaka zinafika kwenye mabega. Maana alikuwa anaziacha zinarefuka zinakuwa nyingi. Sawa? Hayo msishangae miaka ya mbele huko akaja mtu ana nywele nyingi mkamshambulia kwamba huyu labda ametumwa na Wamarekani. Hakuna. Ndio. Sasa parfois jusqu'aux épaules, mara moja zilikuwa zikifika kwenye mabega. Parfois aussi jusqu'aux oreilles. Wakati mwingine alikuwa anaziacha zinafikia kwenye masikio au milieu des oreilles au katikati ya masikio. Yaani sikio hapa katikati ya sikio au sikio tu sehemu yoyote zilikuwa zinafika kwenye masikio au zinafika kwenye mabega. Mtume alikuwa akifanya hivyo wakati mwingine. Sa barbe était touffue. Nywele zake, yani ndevu zake zilikuwa ni nyingi, zinarundana, yani zilikuwa nyingi. Mtume alikuwa na ndevu nyingi. Ingawa hii sunna kabisa kwa wengi ni mtihani, imewashinda kabisa. Na hapa tunakumbushia kwa wale ambao hawapendi mambo ya ndevu. Ndevu inampendezesha mtu. Na inamfanya mtu aonekane amekuwa na inaonekana anapendeza. Kabisa. Tukitaka kuzungumza faida za ndevu hapa tutakuwa tumetoka nje ya mada. Lakini kwa yule ambaye huwa anapuuzia jambo la ndevu, alitilie maanani. Baada ya zenye kuota ataona faida yake. Zinampendezesha mwanaume na zinamfanya aonekane ni mkubwa na mwenye heshima zaidi, mwenye heshima kabisa. Sasa kuna mtu kila siku asubuhi anachukua kale ka big rasoir. Kila siku asubuhi ni kuparua tu. Paka anakuja maupele huku. Yaani ngozi naomba msamaha lakini wapi mtu anaparua damu zinatoka kwenye maupele bado anaendelea, utajiua shehe. Lakini ukiziacha hata ukishevu, ikitokea kwa mfano umepunguza au umefanya aje, ingawa sijawatuma mfanye hivyo, unakuta ngozi iko laini, iko vizuri kwa sababu hauwagi unaiderange. Ndevu imetulia, hauwagi unaisumbua na mashine nini vitu kama hivyo. Kwa hiyo wale ambao wanaparua mandevu sana, wao wanahisi kwa wale wanazifuga, kwa wana mzigo mkubwa, hamna mzigo wote. Kufuga ndevu havina tatizo hata moja, bali vina raha zilizokuwa nyingi. Hasa kwa wale waliokuwa na wake. Hapo tu kwenye mada hiyo. Ses doigts épais, mikono yake, yani vidole vyake vilikuwa ni vinene, vilikuwa vikubwa, vidole vyake. Hakuna vidole wembamba kama huwa kwangu, huwa wangu wembamba. Tumekuwa na vidole kabisa vinene. Et sa tête était large. Alikuwa kichwa kipana. Hakuna kichwa kadogo au kichwa chake kilikuwa kipana. Sio kusema ni cha kawaida, kilikuwa kipana, bi maana kuelekea kwenye ukubwa tuseme hivyo. Alikuwa na kichwa ambacho sio kidogo, alikuwa na kichwa kikubwa, lakini sio kikubwa kile cha vitu kama hivyo. Alikuwa na kichwa kikubwa. Kipana yani. Sawa? Vitu kama hivyo. Alafu son visage était modérément arrondi. Uso wake ulikuwa wa mviringo. Ses yeux noirs. Ses yeux noirs dégués. Macho yake yalikuwa mazuri, maana yake yalikuwa yani yalikuwa na nani hii hii sijui tuite aje. Mboni ni kale kandani. Maana yake ili jisho lake lilikuwa na rangi nyeusi hapo. Kuna wengine walikuwa na rangi ya shokola nini. Lakini yeye alikuwa na jisho la nani. Alafu Cécile Long alikuwa na nani hizi nyusi zilikuwa ndefu kidogo. Ninapomzungumzia sio uanze kuwazawaza sasa zilikuwa ndefu aje, zilikuwa zinafika huko maana yake elewa ya kwamba zilikuwa zina maana yake kiwango, yani urefu unazidi watu wa kawaida. Tunapozungumzia refu au fupi, maana yake zilikuwa ndefu kidogo kushinda watu wa kawaida. Hizi nyusi zake zilikuwa zimesogea mbele kidogo, zilikuwa ndefu. Les fonds de ses yeux
Le fond de ses yeux rouges, maanake huku chini kabisa ya jicho lake kwa nyuma ilikuwa ni rangi nyekundu ya rouge. Une ligne de poils fins descendait de sa poitrine jusqu'à son nombril. Anasema mlolongo au mstari wa mapwale, hizi nywele nyepesi za nani zilikuwa zinaanzia kutoka hapa kifuani, alafu zinashuka mpaka hapa kwenye kitovu. Maana mtume alikuwa na zile nywele za kifuani, sio kila mtu anazo hizo. Hapa kila mtu anajijua kama anazo au hana. Sawa? Zile nywele za kifuani zile, sio kila mtu anazo, na usiniulize kama ninazo au sina, hiyo sio kazi yako. Kwa hiyo ndugu zanguni, mtume kwa hiyo alikuwa ni mwanamume wa shoka. Alikuwa anapendeza maumbile yake kabisa. Ni Mwenyezi Mungu alimpa vitu vingi, hata kimaumbile tu alikuwa anavutia. Alikuwa anavutia kabisa. Na wanawake hiyo kitu wanapenda sana. Lakini sija kwambia ndio waulize. Anapenda kitulia na mume wake. Mume yuko na ndevu nyingi mashallah. Kifuani kuna vitu vingine vimeota huko. Kwa hiyo mwanamke akiwa ametulia kwenye kifua cha mume wake anaona raha kabisa. Akishika juu kuna sikia ndevu za mume. Amekaa kwenye kifua cha mume huko kuna nywele fulani anakana shika nasikia raha. Lakini wewe ndevu na parua, kuna mwingine na poda naweka kabisa naweka. Mtoto usiku akiamka, labda na katoto kadogo akiamka usiku kana mtafuta mama. Akishika usoni atambui mama ni nani. Wote wanafanana, labda aje kwenye kifua ashike ndo asikia mama kuna vitu vimejaa ndo mama. Lakini akishika usoni mtoto amtambui mama ni nani, kama ni kwenye giza usiku. Lakini ukiwa ni mwanamume ambaye unafuga ndevu na ziacha vizuri zimee, katoto usiku akiamka kanataka kunyonya nini, kakishika tu kwenye uso wa baba nini kasikia ndevu, huyu ni simba, huyu ni mzee huyu mwingine ndo mama. Sasa huyu unanyoa ndevu mpaka mtoto anapata tabu kumfahamu mama ni nani. Subhanallah, Allah tuongoze sote. Atuongoze kabisa. Lorsqu'il marchait, alipokuwa akitembea bwana mtume, il semblait dévaler une pente. Utadhani kana kwamba anashuka sehemu ya maana sehemu ya muinuko. Sehemu ya muinuko mtu akishuka anashukaga anatia nguvu miguu. Sehemu ya muinuko lazima ukishuka utatia nguvu, maana utatia nguvu sehemu za miguu ili usije ukadondoka wala nini. Na sasa mtume alikuwa akitembea, alikuwa anatembea mwendo wa hivyo. Alikuwa anatembea kama wanaume wa shoka kabisa. Mna hiyo kuna wanaume siku hizi wallahi ni mtihani. Wanawaiga hao wanawake nini najifanya nawaita mashoga au mareje huko kwetu tunawaita mareje. Kama mtu anatembea anajiregeza. Hapana Muislamu kuishi maisha ya namna hayo. Yaani kama mtu anatembea anajiregeza kama kanamke na ni mwanaume mzima hata hai. Yaani mwanaume kama mwanaume unapaswa kutembea kama alivyotembea mtume. Mtume alikuwa akitembea barabarani na ni mwanaume wa shoka anapita. Yaani mwendo wa kukaza kabisa. Yaani kana kwamba anashuka sehemu ya muinuko. Au kama kisi mtu anavyoshuka mlima, nguvu anazozitia mguu ili asidondoke vile. Yaani mwendo wa chanaume. Haifai mwanaume kutembea anajiregeza, haifai kabisa. Na mashoga wana matatizo kabisa katika jamii ya Kiislamu na ulimwengu kwa jumla, wana matatizo. Mtu anajigeuza mwanamke na aliyakuwa wanamume ni wachache ulimwenguni. Unataka nini? Wanaume ni wachache ulimwenguni. Sasa wewe unaona bora ujifananishe na wanawake. Ni mtihani mkubwa sana, mkubwa kabisa. Na mbaya zaidi watu hao ambao wanajifananisha na wanawake, yani hao wanamume ambao wanapenda kujifanya kuwa wanawake, mashoga hawa. Allah kawafanyaga jambo ambalo kwa kweli ni jambo, yani kawapaga maumbile ya mandevu. Wakuta wengi wao wana umbile la ndevu. Kijitu kinajiregeza kama chana kike, kinakaa makundi ya wanawake, kinajiona chana kike, lakini Allah kakikomesha akakipa umbile la mandevu yani. Japo unajiregeza lakini ukitazama wewe dume. Ni aibu wala haipendezi. Njoo kwenye kundi la wanaume wenzio mjadiliane mambo ya maana ya kiume. Kwa hiyo Muislamu haifai kutembea barabarani anajiregeza. Kama vile unaumwa au kama mwanamke tembea umekaza.
Ndiyo alivyokuwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kutembea kwake. Lakini usitembee kwa mapozi. Yale mambo kutembea unadundika sijui ni hivyo hapana. Wewe tembea mwendo wa kawaida lakini wa chanaume. Hiyo ndio inatakiwa. Hapana kujiregeza wala hapana kutembea kwa nini? Kwa maringo. Hiyo haifai kabisa, ni kwa wanaume ni kwa wanawake. Kwa hiyo katika hali ya kuendelea ili tumalize, son visage était lumineux comme la pleine lune. Asema uso wake ulikuwa unatoa nuru kama mbaa mwezi ile ya tarehe 13, 14, 15. Mwezi unakuwa umekamilika. Sasa namna unavyokuwa ukiangaza, maana uso wake ulikuwa na nuru, ulikuwa unatoa nuru kabisa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sa voix était belle, sauti yake ilikuwa nzuri. Sio ile sauti ya kukerakera au sauti kembamba sana, ilikuwa ni sauti nzuri, ukisikia unasikia raha. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kila mtu anajua sauti yake aliyopewa. Kuna mtu akiongea kisauti ni hatari, kibovu ya hatari. Lakini sio kama tunamtukana, ndio sauti yake aliyopewa ndio hivyo hivyo. Hata kiswalisha watu wanasema unaya. Sauti mbovu ya hatari. Au manake kwa kifupi sauti ya Mtume ilikuwa sio aikeri wala ilikuwa sio nyororo. Ile ya kuregea sana. Ilikuwa ni sauti ambayo iko kati kwa kati. Nzuri ukiisikia kabisa. Ses joues étaient douces. Mashavu yake yalikuwa mazuri. Sa bouche était grande. Domo yake nayo ilikuwa mipana, ilikuwa mikubwa. So nikisema mikubwa msielewi vingine kutaka kama kumtusi. Tukisema kitu kikubwa au nini tunamaanisha kwamba yeye kipimo chake ilikuwa inazidi kidogo kipimo cha watu wengine wa kawaida. Ndio tunazungumzia hivi. Kwa hiyo tunaposema mdomo wake ulikuwa mpana au mkubwa nini, usiwazi vingine virefu. Vitu kama hivyo. Alikuwa na mdomo kadogo yani. Et son ventre était plat. Na tumbo lake lilikuwa, kwa Kiswahili sijui tuseme namna gani. Kitu ambacho kiko plat nafikiri mnaelewa, ni kitu ambacho hakivimbi yani. Kitu ambacho kinanyooka. Kitu ambacho kiko plat, kitu ambacho kinanyooka, hakina mvimbo, hakivimbi. Hapana, wala kiingi kwa ndani, hapana. Sasa tumbo la Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam lilikuwa linanyooka. Mtume alikuwa na kitambi. Mtume alikuwa hana mambo ya vitambi. Bwana Mtume alikuwa hana hivyo vitu. Na tukijitizama sisi wengi tuna vitambi kwa sababu ya kwanza tunaisha tupendi kufanya mazoezi. Muislamu yeye anaisha na kula tu, afanye hata mazoezi, hata mara moja kufunga hafungi. Hata tukiachia mbali hiyo ya kufunga na zoezi ufanye. Mtu kama unaishi unatumia chakula na nini haufanyi zoezi, tumbo litakuja. Na tumbo likija kwa kweli inakuwa ni matatizo. Kitambi sio kizuri kabisa. Sio kizuri. Inakuwa ni ugonjwa, unakuwa unaukaribisha, unakuwa unakuja Sheikh. Kwa hiyo Mtume alikuwa hana kitambi. Alikuwa hana kitambi Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika hali ya kumalizia nani yetu isiwe ndefu sana, naruka mstari wa mwisho. Anasema entre ses épaules, baina ya mabega yake, les sceaux de la prophétie semblent au bouton utilisé pour maintenir les rideaux d'un palanquin ou comparable à un œuf de pigeon. Kwa mukhtasari kwamba alikuwa na baina ya mabega yake mawili alikuwa na muhuri, sceau de prophétie, alikuwa na muhuri wa unabii, alikuwa na muhuri wa utume baina ya mabega yake, ambao yani baina ya mabega ngambo za palikuwa muhuri wa utume ambao nafikiri kama mmefuatilia asira vizuri mnapata picha namna aliwekwa hiyo muhuri wakati alipokuwa na yani huyo muhuri wa unabii. Mkifuatilia asira mtapata kwa kirefu ili tusichangi mada zaidi.
Kwa hiyo muhuri wake ulikuwa ni sawa sawa na yai la njiwa, ukubwa wake, yani namna ilivyo yai la njiwa. Huyo muhuri alikuwa nao baina ya mabega yake. Kwa hiyo haya ni kwa uchache tumezungumzia namna alivyokuwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa uchache, na lengo la kuyazungumzia haya ni kutaka kukuwekea wepesi katika darasa lililopita ambalo tumezungumzia Mtume aliposema man raani faqad raa alhaq, yule atakayeniona atakuwa ameona kweli. Maana yule ambaye atakayeniona kwenye ndoto atakuwa ameniona kweli. Sasa lengo la kuzungumza haya ni ili siku utapata fursa, labda Allah amekukirimu kumuona Mtume kwenye ndoto, haya kusaidia kumjua. Sawa? Na tukazungumzia vitimbi vya sheitani. Kuna wakati anapitia kwenye ndoto akijifanya kuwa labda yeye ni yani, kwa kuwa sisi hatukupata kumuona Mtume, hatumjui sura yake. Kwa maana hapa alikuwa anawaambia maswahaba zake, yule atakayeniona kwenye ndoto atakuwa ameniona kweli. Wao wanamjua sura yake. Kwa maana yule ambaye atapata fursa kumuona ndoto atakuwa amemuona Mtume kweli. Alafu kwa sisi ambao hatujajaliwa kupata neema ya kumuona Mtume, hatujui sura yake. Kwa hiyo Mtume sheitani anaweza kutumia hii fursa akaja kwenye ndoto akadai kuwa yeye ni Mtume. Sisi hatutajua kuwa ni yeye au sio yeye, lakini kupitia hivi vitambulisho ambavyo tumeviona hapa itakusaidia wewe kujua kuwa ni yeye au sio yeye. Sasa utakapomwona kwenye ndoto utatazama mambo mawili: muonekano wake uko vipi, na ukihisi muonekano wake unakushawishi kuwa ni yeye, jambo la pili utazame ujumbe ambao anakuletea ni ujumbe upi. Ukiona ya mambo mawili yana matatizo, basi ujue wewe umepata zawadi ya kumuona Mtume katika ndoto, na hiyo zawadi Allah anampa mtakaye katika waja wake. Kwa hiyo utakapomuona, sawa na haya ambayo tumeyazungumza yote hapa, ukilala kwenye ndoto ukamuona mtu yuko na marasta na nini, ujue sio Mtume. Mtume kwa kufuga rasta hata siku moja. Au umelala ukamuona Mtume sawa na kisu na muota na mimi ni Mtume na nini, unamuona kwenye ndoto amepiga zake kepi kidevu hamna kitu, ujue huyo ni ibilisi. Kwa kwanza hapo atakuwa amesarisha, atakuwa amekemesha, na ndevu hana na mafina madineti au huyo sio yeye. Kwa hiyo itatazama muonekano sawa na haya ambayo nimekuambia, ili akusaidia kujua kuwa ni yeye au sio yeye. Au ukimuona kwenye ndoto nywele zake zote za kichwani zote ni nyeupe, hamna moja nyeusi, huyo sio yeye. Kwambia nywele nyeupe katika kichwa chake zilikuwa zinahesabika, zilikuwa ni kadhaa. Maana ilikuwa zinahesabika, ni mchanganyiko. Tena zilikuwa ni chache hizo nyeupe mvi yani. Sasa utakapomuona nywele zote ni nyeupe, huyo sio yeye. Vitu kama hivi. Kwa hiyo na baadhi ya alama ambazo nimekuonesha hapa ili ziweze kukusaidia kumjua kuwa ni yeye au sio yeye. Wakasema jambo la pili, baada ya kuona muonekano wake labda kwa kushawishi labda kuwa ni yeye, jambo la pili tazama ujumbe ambao anakuletea. Akikuletea ujumbe ambao unapingana na Qur'ani na Sunna, basi ujue moja kwa moja huyo sio yeye. Labda anakuja kwenye ndoto, ewe fulani bin fulani, kwa kweli nakupongeza sana kwa ibada ambazo unazifanya. Mimi ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo unaswali inavyotakikana na tunafurahishwa na tunakupongeza kwa hilo. Ambacho nipendelea kukuambia ni kwamba sawa na ibada ambazo umekwisha zifanya, kwa hiyo inatosha. Pumzika. Umesha swali vya kutosha, kwa hiyo nimekurizia upumzike. Mambo ya kuswali, pumzika. Katika Qur'ani Allah anasema wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, muabudu Mola wako mpaka kitakapokujia kifo. Kwa hiyo hii kauli ya huyu jamaa na hii kauli ya huko kwenye Qur'ani vinapingana. Kwa hiyo ujumbe wake unapingana na Qur'ani na Sunna moja kwa moja. Huu ujumbe kwa kinyume, ule anakuwa sio mtume. Kwa hiyo ndio hivyo, asije mtu akaota vitu na kuvichukulia juu. Namwambia mtu, wewe jamaa wetu tukaswali ndugu yangu, niko nyuma inshallah la kuja, lakini kwenye roho anajua yana Mtume, mimi kule kwenye ndoto ashanikataza mimi nisisali. Sio yeye. Kwa hiyo ilikuwa ni haya ndugu zangu, nipendelea kufahamisheni kwa kifupi namna alivyokuwa Mtume kimuonekano, kimaumbile yake, ili tuweze kutambua na ili tuweze kupata faida katika namna alivyokuwa, ili kwa yale ambayo tutaweza kumuiga tumuige. Kwa yule ambaye atapenda kufuga nywele ziwe nyingi lakini azifanyie usafi, anaruhusiwa.
Kwa ule ambaye maana yake atajitahidi kuiga mwendo namna alivyokuwa anatembea mtume chanaume kabisa, aige ajikaze. Kama na kamwendo ka laini mwanaume jikaze, unatembea mwendo wa chanaume, ukipita sana mwanaume amepita. Hapana mwendo kujinyanyua afu na mabega utie jua. Wewe tembea kawaida lakini utembea umekaza. Sawa ndugu zanguni? Mtu ambaye ana kitambi kikubwa ajitahidi afanye zoezi sana ili amwige mtume, awe na tumbo ambayo ni la pla. Mtume alikuwa na tumbo la pla. Tumbo ambalo alivimbi, tumbo alina kitambi. Fanye hivyo. Anza zoezi nini tumbo lirudi nyuma ili ufanane na namna alivyokuwa mtume. Hiyo ni muhimu zaidi. Acha tutosheke na ndugu zanguni. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.